Hivyo ndivyo walivyo wanafik, watu wa bid'a, washirikina na mayahudi wote kwa hakika. Yuriduna, ukiona kwamba kujadili makusudio yao, wanataka yuri an yarduhum, wawarejeshe vijana hao na watu wao waumini, ila batilihim, kwenye batili yao, min ba'di mastujiba lirrasul, baada kukubalika mtume pahala. Tazameni na thubutu mtu kabisa kufuata dini yake dini ya Mwenyezi Mungu, kumfuata hasa mtume, wale leo anaishi nao sasa, kutaanza kutokea tafarruq bainahum, tofauti kati yao. Tena tu baada stujiba lirrasul, baada ya kukubalika mtume pahala, wadakhala an-nasu fi dinillahi afwajan, kijana sasa akaanza kusomesha, mtume akaanza kuwafundisha watu masahaba, na kijana akaanzisha darasa pahala, wadakhala an-nas, wakaanza sasa watu kuingia fi dinillahi, kwenye dini sasa, wakaanza kuitambua sunna sasa, afwajan, makundi kwa makundi. Hapo kwa hakika haulai hujjatuhum dahida, watu hawapingaji kwa hakika hoja yao inakuwa inavurugika sana, inda rabbihim, mbele ya Mola inavunjwa. Na hii ndiyo sunnatullahi, ndiyo mwenendo wa Mwenyezi Mungu ambao qad khalat min qablu, ushapita tangu zamani na utakwenda ila an takuma saa. Walan tajida li sunnati llahi tabdila, wala mwenendo huo Mwenyezi Mungu utaukutia, unataka marekebisho ya kila mwaka. Akianza kuchepukia kijana, basi lazima kama atadumu na jambo hilo atakuja kupata ushindi baadaye. Liyudhhirahu ala dini kulli, kwa sababu yeye huwa alladhi arsala rasulahu, yeye Mwenyezi Mungu ndo alomtuma mtume wake ila nasi kafa, kwa watu wote, liyudhhirahu ala dini kullihi, ili kuishindisha dini yake kuliko dini nyingine zote. Wa alaihim ghadabun min rabbihim wa lahum adhabun shadid, na watakuwa na adhabu kutoka kwa Mola wao, na adhabu ambayo ni kuumiza duniani na akhera. Hadhihi al-aya hii, walladhina yuhajjuna fillahi, aya hii nazalat fi yahudi, iliteremka kwa bwana mmoja myahudi, bil madinati, ambaye alikuwa yuko pale Madina. Nasabu anfusahum khusuman, kwa sababu waliweka katika nafsi zao ugomvi mkubwa. Kwa nani? Li ashabi rasulillahi, kwa masahaba wa mtume. Na hivi ndivyo walivyo maadui wa dini, wanakuwa na chuki kubwa sana kwa watu wa sunna, wanaogopa mkubwa kwa watu wa sunna. Yujadilunahum, wanakuwa wanawajadili. Yuriduna tashkikahum, wanataka kuwatia wasiwasi fil islam, katika dini ya Kiislamu. Wal audati bihim, na kuwataka warudi wao ila wathaniyatil jahiliyati, kwenye ibada za kuabudia masanamu za kijinga. Malengo ukoona mtu kupiga makombora, anakujadili sana, ataka kwamba uache ulicho nacho, nuru iliyokufikia ya Mwenyezi Mungu uiachilie mbali, aende kule ulikokuwa zamani kule. Wakana hadha qabla hijrati ar-rasul, na jambo hili lilipotokea lilikuwa kabla ya mtume kuondoka pale Makka ila al-Madinati, kuja zake Madina. Faradda ta'ala alayhim, Mwenyezi Mungu akawajibu kuwarejesha kauli yao. Wa askatahum, akawanyamazisha kabisa, ndimi zao kazipiga bloki, kazifunga. Bihadhihi al-aya, kwa aya hii, walladhina yuhajjuna fillahi, wale ambao wanaoji kuhusu Allah na dini yake na mtume mwenyewe naumini, min ba'di mastujiba lahu, baada ya kujibiwa kukubalika mtume, hoja yao haina haja tena. Askatahum, aliyonyamazisha. Bihadhihi al-aya, kwa aya hii, mutawaida iyahum, hali ya kuahidi wao, bilghadabi waladhabi ashadidi, kupata makasiriko na adhabu iumu zao yaum alqiyama. Katika aya hizi mbili kidogo kuna maelekezo ambayo wanaelekezwa watu. Jambo la kwanza, wujubu da'wati ila al-islam, kwanza kuna ulazima katika aya kuwaita watu katika Uislamu. Baina umamil alam, kati ya mataifa yote ya kilimwengu. La najata, kwa sababu hakuna uokovu, lilbashariyati, kwa viumbe wote, illa bilislam, isipokuwa kwa Uislamu. Hapa ndipo mtu atakapookoka, hala pengine popote hawezi kuokoka.
hurmatu ittibai ahli hurmatu tibai ahwai ahli al-ahwai, uharamu wa kufuata matamanio ya watu wenye matamanio. Wasairi ma'ahum, na kwenda nao pamoja. Wa muwafaqatihim fi batilihim, na kuwasapoti katika batili zao. Taib, tunakuja katika aya nyingine. Allahu alladhi anzala alkitaba bilhaqqi, Allah yeye ndiye ambaye ameteremsha kitabu kwa haki kabisa. Wal mizana, na kipimo maalum, uadilifu maalum. Malengo nini? Liyahiqa alhaqu, ili ipate kuthibitika ile haki yenyewe, ukweli wenyewe. Wama yudirika, na kitu gani kitakujulisha wewe Muhammadi? La'alla as-sa'ata qaribun, kwamba kiyama kitakuwa karibu. Kipi hasa? Dalili gani ambayo itakufahamisha kwamba kwa dalili hii bila shaka kiyama kitakuwa karibu mno? Wama yudirika ayu shay'in yaj'aluka, ni kitu gani ambacho kitakufanya wewe tadiri, utaweza kujua qurba saati, ukaribu wa kiyama. Illa an yakuna al-wahyu al-ilahi, hakuna chengine chochote kitakachokujulisha kwamba kiyama kitakuwa karibu isipokuwa wahyi wa Mwenyezi Mungu, kwa sababu huwa alladhi ya'lamu al-ghaiba, yeye ndio mwenye kutambua mambo ya siri. Wama tadri inna Allaha indahu ilmu as-sa'a, kwake Allah yeye ndiye ambaye anajua elimu ya saa, hasa kiyama itatokea muda gani. Tayeb, wahyi wa Mwenyezi Mungu ndio ambao utakufahamisha dalili zake, hasa kiyama kitakuwa siku kadhaa, namna kadhaa. Basi kinyume na hivyo hakuna mwingine yote ajuae illa Allahu peke yake. Waqad akhbara Allahu nabiyahu, na Mwenyezi Mungu amekusha kumkhabarisha mtume wake alamati saa, dalili za kiyama amekusha kumkhabarisha. Ama kuhusu kutoka kwake, la ya'lamuha illa hu yastajilu biha alladhina, lakini habari kama hizi za kiyama hizi mara nyingi, au adhabu, huwa wanaziharakisha sana. Watu gani? Alladhina la yu'minuna, watu ambao hawaamini mambo ya Mwenyezi Mungu, wao mara nyingi wanakuwa katika mambo ya adhabu wanaharakisha sana. Ay yutalibu almukadhibuna, wanataka wale wapingaji biha, kupinga hicho kiyama, liannahum la yakhafuna, kwa sababu wao mara nyingi wanakuwa haogopi ma fiha, yale yaliyomo ndani yake, liadami imanihim bihi, kwa kutokuamini kwao. Basi kwa hakika wao mara nyingi huwa wanatamani sana katika mambo ya adhabu kabisa. In kana min indika haqqun, in kana min rabbika haq, min indi rabbika haqqun, ikiwa yale ambayo yanatoka kwa Mola wako ni ya kweli, fa amtir alaina ijaratan minas sama, hebu teremshie sisi mvua ya mawe inayotoka mbinguni ya adhabu kabisa. Kama kweli hasa unaolotambia, basi tuonyeshe kwanza, hebu kidogo tuone. Hakadha, hizo ni jeuri za watu ambao hawaamini adhabu za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Walladhina amanu mushfiquna minha, na wale ambao wameamini mara nyingi wanakuwa wao na wenye kuogopa. Ai khaifuna, wao wanaogopa. Wadhalika, na kilichowasababisha hasa waogope saa ya kiyama kutokea kwa nini? Wadhalika liimanihim, hilo ni kwa sababu ya imani yao. Kila mtu inapopanda imani yake, basi kana inda Allahi akhwafu, anakuwa mbele ya Mwenyezi Mungu anaoga zaidi. Kila anapopanda mtu imani yake, kila
hali inapokuwa, basi kwa hakika kana inda Allahi akhwafu, anakuwa mbele ya Mwenyezi Mungu anaoga zaidi. Lakini ukijiona unakuja hapa unainama na kuinuka, hakuna lolote, hakuna mabadiliko yote, huna hisia yote, ni kwamba bado hujaswali vizuri.